Na mimi nataka kusema kwamba kuna hapa mtu ameuliza swali rahisi ya kwamba Mheshimiwa Atuoli, katibu mkuu wa wafanyakazi, akitoka ni legacy gani Mheshimiwa Atuoli ataacha? Unajua kama maybe umezaliwa jana ama 2013 ndio uweze jua Kenya Atuoli imefanya. Kama kuna mtu amepigania wafanyakazi hii Kenya ni Mheshimiwa Francis Atuoli. Kama kuna mtu amepigania wa Kenya, kama kuna mtu ametetea wa Kenya during Moi, Kibaki, Uhuru, kuna sometimes pia unaweza choka pia utolee. So mtu anauliza ni legacy gani? Ndugu yangu, Kenya hii kama Atuoli angekuwa mtu corrupt, Atuoli angekuwa hapa, angeshatolewa kitambo sana. Kwa sababu wanasiasa wanangojanga ukifanya mistake, wanatumia wale ambao wako ndani, wanakufurusha. So hakuna mwanasiasa ambaye anaweza toa Atuoli. Kwa sababu gani? Atuoli ndio mtu ambaye amesimama kutetea wafanyakazi Kenya hii. Swali pia ambaye ameuliza hapa saa hii, juzi tulikuwa kwa Madaraka Day Vihiga County. Hapo kwa Vihiga Mheshimiwa Atuoli yeye alikuwa anataka William Ruto rais aongeze mshahara ya wafanyakazi kwa 25%, lakini rais akasema nitaongeza kwa 12%. Ni kazi ya Atuoli ama si Atuoli? Leo mtu anauliza wale rais Atuoli akitoka atakumbukwa nini? Kama Ruto, Mheshimiwa Rais William Ruto amekubaliana na Atuoli, kwa sababu hiyo ilikuwa ni proposal ya Atuoli ya kwamba Rais William aongeze mshahara ya wafanyakazi kwa 25%. Rais akasema ndio wapea 12%, hiyo 13 imebaki tutapangana mbele. Siasa, usifanye siasa kwa kila kitu ambao unaona faida. Mheshimiwa Atuoli ni mtu ambaye ni mjasiri, ni mtu ambaye hawezi nunua uoga, ni mtu ambaye ni mchapakazi. Atuoli sio mbunge, Atuoli sio gavana. So ukiona mali ina fail kwa county, uliza gavana wako, usijaribu kuuliza Atuoli. Ukiona mbunge ameshindwa kupiga lami, usiulize Francis Atuoli. Atuoli ni katibu mkuu ya wafanyakazi. Hiyo ni kazi ya Mheshimiwa Atuoli. So wakati mtu anauliza ni legacy ipi Francis Atuoli ataacha, Atuoli ndiye alikumsari wa mbele kupigania watu. Sasa kama si Atuoli, una expect ya kwamba hii 12% ambayo imeongezwa ingetoka wapi kama si Mheshimiwa Atuoli? Hiyo ni Mheshimiwa Francis Atuoli. Therefore, mimi ninarudia. Atuoli, wakati imefika wewe kama Papa Francis, wewe ni mzaliwa wa Kakamega, Kuisero, Mumias West. Wewe kama kiongozi baba ya Western Region, ita viongozi wote, kwa sababu wewe ndio kiongozi wao. Ita kwa tebo wasungumuze lugha moja kwa manufaa ya Muluya. Kwa sababu unapata mimi ndio mtu fulani, but ukuuliza wewe kama governor uko na pesa like 10 billion, 11 billion, 9 billion, ni nini umefanya? Kampuni gani umejenga? Hakuna. Ndio maana nataka kuomba Mheshimiwa Atuoli, wakati imefika ni wewe ulitangulia kwa Ruto, sasa ita viongozi wote kaunti zote 5, ita kwa meza Bukungu Stadium, waamue ya kwamba kiongozi ni nani na wakaa kwa William Ruto kwa manufaa ya maendeleo. Asipeleke tumbo yake huko. Therefore, kuna vitu mingi ambavyo tunafaa kuzungumza. Unajua siasa is about interest ya community, sio interest ya mtu mmoja. Tumeona baadhi ya wanasiasa kutoka maeneo magharibi wakiinuka ni mimi, but Atuoli wanasemanga kitu kimoja, lazima ujiulize unapigania tumbo yako ama unapigania wananchi. Ndugu yangu, mimi nataka kuchallenge, nataka kuomba Dr. Francis Atuoli, katibu mkuu wa wafanyakazi Papa, sisi kama maeneo ya magharibi ya Kenya, Luo Nyanza na Western,
mara mingi tumebaguliwa, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, William Ruto ni rafiki yako na ametukumbuka. Tafadhali Atuoli skana Ruto sako kwa bako kwa manufaa yetu. Kana William Ruto sako kwa bako ili tuone maendeleo. Usipeleke tumbo yako peke yako. Mheshimiwa Francis Atuoli, Muluya akipata, Mjaluo amepata. Hii ndio sasa tunataka. Muluya akipata, Mjaluo amepata. Mjaluo akipata, Muluya amepata. Lakini kwa sababu Waluya amekuwa mwaminifu sana kwa Wajaluo muda mrefu, tunakutuma kama kiongozi wetu, kama mzee wetu ya Western Region, ya kwamba tuunganishe sisi kama Wajaluo na Waluya tukae kitu kimoja kwa William Ruto. Hiyo ni mambo watu tunakutoka Atuoli. Ya pili, wewe kama Francis Atuoli, bunge la wananchi Kenya mzima ilikuwa ni product ambayo imeletwa na mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga. Baba. Na kwa sababu Raila hayuko, tunakuomba hivi Mheshimiwa Atuoli, Mheshimiwa Raila yuko. Raila alikuwa mjasiri, akaleta bunge la wananchi, akakuwa mtetezi. Wewe kama Francis Atuoli, shikilia bunge la wananchi. Shikilia bunge. Ita mkutano na viongozi wa bunge la wananchi Kenya mzima. Tukaa na wewe chini kwa sababu wewe ndio mzee ambaye amebaki. Asilimia kubwa ya bunge la wananchi ni jamii ya Western na jamii ya Wajaluo. Na ni wajua kali. So Mheshimiwa Atuoli, sisi tunakuomba kama mtetezi. Raila alikuwa mtetezi wa bunge la wananchi, therefore wewe sasa ndio umebaki kwa niaba ya Raila Odinga. Wewe ndio mzee wetu, tunakuomba kwa hiari na kwa pole Mheshimiwa Atuoli. Ita bunge la wananchi, kaa nao chini, sisi vijana wako tuko na wewe sako kwa bako until uretire uende nyumbani. Jambo la mwisho, nimesikia marafiki zangu wamesema gavana wa Homa Bay na mheshimiwa chairman wa budget Mheshimiwa Samuel Atandi na gavana mtarajiwa wa Kisumu Mheshimiwa Tom Ojienda. Mimi ningependa kuomba sana kwa upole, kwa nyenyekevu zaidi, sisi kama Wajaluo tujaribu kufanya siasa ya amani, siasa ya maendeleo. Mheshimiwa gavana wa Siaya amepost yeye mwenyewe kwa Facebook page yake ya kwamba aliondoka Matanga kwa hiari yake, hakufurushwa. Tuache kudanganyana ndugu yangu, tuache kudanganyana. Hakuna haja uchafue jina ya Wanga kwa sababu hutaki Wanga. Hakuna haja uchafue jina ya gavana wa Homa Bay. Hata kama Wanga ni mbaya, lakini kuna mahali pia kuna uzuri wake. Hata kama mama ni mbaya kiasi gani, lazima pia tuone uzuri ya mama. Kama hawezi kuwa mkali kwa ODM itasambaratika tu. So mama pia amekuwa mkali. So hata tukipiga siasa, tuheshimu tu mama kidogo tu. Hata kama wengine wako pande ile nyingine. Hata mimi huwa naguarusa mama. Na simugwari kwa sababu ni mdharau ni mama. Therefore, tumpe huyu mama pia nafasi yake na tumheshimu kama mama wetu. Na ukumbuke usiku wa manane. Uleta watu kwa giza wakakuja Homa Bay. Kwa sababu unapata watu kama former deputy governor wa Homa Bay, Mheshimiwa Yuge Magwanga. Mimi sina beef na Magwanga, but mahali Magwanga anakosea ati anasema sasa ila support linda ground ati lazima Wanga tolewe kama mwenyekiti wa chama cha ODM. Hii hatuwezi. Wanga tolewi. Wanga ni chairman wa ODM. Raila alimwacha hapo. So hii si hata tukataka gwara mama na gwara mama kwa sababu ni politics. Baada tutaruhusu Wanga atolewe kama mwenyekiti wa ODM. Hatuwezi kubali. Ni baba ndiye alimpea na mwenye baba alimwacha kazi, tunamlinda kwa hiyo kazi yake. So mama Wanga, wewe ndio chairman ama chairperson wa chama cha ODM. Kaa hapo usitishwe. Kama mtu hataki ODM aende cheza na mkulambo ya mama kwa mlango ya mama yake.
Wanga ndio kiongozi wa chama cha ODM, chairperson ya chama ya ODM. Kama utaki Wanga, tengeneza chama yako. Wachana Wanga, either you Kithure you Ndekri. Wanga ndio chairperson wa chama cha ODM. Hiyo tuwezi pinga. Ya pili, nataka kuomba wafuasi wa gavana wa Siaya, Mheshimiwa James Moborengo, ya kwamba gavana, hata sisi tunikuheshimu, control gunsu wako wa Jakaranda, wawachane Atandi kabisa. Hao gunsu wako watatu wa control, wawachana control gunsu yako ambaye hana meno, wekea meno, hawaje kutusumbua Jakaranda. Sisi na wewe tunapendana kama gavana. Umesema wewe ni party leader, hatujui chama yako, wewe tunakuheshimu. But Samuel Atandi lazima apewe heshima yake kama chairperson wa budget wa Kenya. Kwa sababu hatuwezi piga chairperson wa chama ya budget na tunataka maendeleo Homa Bay. Tunataka maendeleo Siaya. Hiyo pesa haitakuja. Tujifunze. Hata kama tuko na difference ya kisiasa, but tuache kupiga chairperson Samuel Atandi. Tunataka maendeleo. Atandi akikuwa hapo kwa jikoni, mradi inaenda Siaya County, mradi inaenda Migori, mradi inaenda Vihiga, mradi inaenda Bungoma, mradi inaenda Trans Nzoia, mradi inaenda Kakamega. Kwa sababu Atandi akipakuliwa watu chakula, anaangalia huyu semeji. Atandi akipakua chakula, anaangalia unapakua na huruma. Therefore tukimpiga tolewe, ni nani atapewa? Tuache ndugu yangu. Lazima tuwe protect viongozi wetu. So nani mheshimiwa governor wa Siaya, hii siasa ya uchochezi hatutaki. Wachana chairperson wa chama ya budget afanye kazi yake. Atandi anafanya kazi yake. Na since awekwe hapo, tunaweza hesabu mabarabara ambayo kazi inaenda sahihi. Kwa sababu ameweka pesa kwa hizo project ya William Ruto ya mabarabara kwetu na Western. So siasa ya mambo ya chuki na vurugu hatutaki. Atandi apewe heshima yake kama mwenyekiti ya budget ili tuone maendeleo kule Siaya na kule Luo Nyanza na Western region as large. So ndugu zangu, tukae hapo tufanye kazi. Ya mwisho, kuna watu ambayo kabla chaguliwa tunaona maendeleo na tunaona manufaa. Hapa Nairobi kuna wabunge ambao wanalala tu. Ukienda kule pia mashinani kuna watu wanalala tu. For example, kuna candidate ambao amejitokeza kusimama Kasarani. Kanyari. Mheshimiwa Pastor Francis Kanyari. Victor Kanyari. Kanyari. Ukiangalia kazi ambayo Kanyari anafanya, huwezi compare na mbunge ambaye ni Kareuri ambao kwa kiti. Kareuri anataka gavana na Kasarani ndio constituency ambayo barabara ni mbovu Nairobi mzima. Mbovu. Na Kanyari anatumia pesa yake. So mbunge anafanya kazi gani? Na mbunge huyu Kareuri anatamena Ruto sako kwa bako. Kwani biashara gani anafanya na rais? Barabara ya Kasarani ni mbovu. Inambidi Pastor Kanyari anaingilia kwa mfuko yake, atoe pesa yake, atengeneza barabara. Yes, MCA, yes mbunge hapo. Nataka kusema hivi. Kanyari oye. Uongozi ni nyinyi mtaamua 2027. Ukichagua tena Zuzu, ukichagua Buroka, ukichagua Mkora, don't blame anyone. Ujiblame kama mwananchi mwana Kasarani. Kanyari sasa amejitokeza ukienda ward 5 ya Kasarani hautakosa kitu ya mheshimiwa Kanyari Victor. Utapata Kanyari mpawa mama, Kanyari ametengeneza barabara, Kanyari ameleta maji, Kanyari ameleta bodaboda. But mbunge ako wapi? Hata usiku wa manane anaenda kupewa bodaboda. So tunasema ya kwamba Pastor Victor Kanyari, sugumuza, fanya kazi yako. Kazi ambayo unafanya itakufuata. Kama ufanyi kazi hatakufuata. Asante sana, Mungu abariki.